Leo nimewaiteni kwa ufupi sana katika njia nyingine ya kukamilisha safu ya watumishi katika serikali. Na leo tuko kwenye zamu ya makatibu wakuu. Najua mnafahamu katibu mkuu kiongozi anaendelea Mheshimiwa Balozi Ombeni Sefue. Ofisi ya Rais ataendelea huyo ndugu Peter Iromo. Utumishi wa umma ni Dr. Leonard Tumbaro. TAMISEMI atakuwa Alhaji Engineer Musa Iyombe. Lakini pia atakuwa na manaibu wawili, manaibu katibu wakuu katika TAMISEMI, ambao ni Dr. Deo Tasiwa pamoja na ndugu Bernard Makali. Ofisi ya makamu wa rais, katibu mkuu atakuwa Baraka A. Wakili na naibu katibu mkuu atakuwa Engineer Ngosi Mwihavu. Kwenye ofisi ya waziri mkuu, bunge, sera, kazi, vijana, ajira na walemavu, katibu mkuu atakayehusika na kazi na ajira ni Eric Chitindi. Atakayehusika na bunge ni Musa Uredi, na patakuwa pia na anayehusika na sera, naye ni katibu mkuu, atakuwa Dr. Hamisi Mwenye Mvua. Kwa hiyo ofisi ya waziri mkuu itakuwa na makatibu wakuu watatu, ila kila katibu mkuu atakuwa anashughulikia section yake anayohusika nayo, na haitakuwa na manaibu katibu mkuu. Tutaona kama patakuwa na uhitaji wa namna hiyo. Wizara ya Kilimo, Mifugo na Uvuvi. Kama mnavyojua, Wizara ya Kilimo iliunganishwa pamoja na iliyokuwa Wizara ya Maendeleo ya Mifugo na Uvuvi. Hii wizara nayo itakuwa na makatibu wakuu watatu na haitakuwa na manaibu katibu wakuu. Kwa hiyo makatibu wakuu atakuwa ni Dr. Turuka ambaye atakuwa katibu mkuu anayehusika na kilimo. Dr. Mashingo atakuwa katibu mkuu anayehusika na mifugo, na Dr. Budeba atakuwa katibu mkuu anayehusika na uvuvi. Kwenye Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, yenyewe katibu mkuu atakuwa ni Engineer Joseph Nyamuhanga ambaye atakuwa katibu mkuu anayehusika na ujenzi. Engineer Dr. Leonard Chamuliho atakuwa ni katibu mkuu anayehusika na uchukuzi, na Profesa Taustini Ara Kamzora, yeye atakuwa katibu mkuu anayehusika na mawasiliano. Alafu pia patakuwa na Dr. Mere Sasabo, yeye atakuwa naibu katibu mkuu anayehusika na mawasiliano. Kwenye Wizara ya Nishati na Madini, katibu mkuu atakuwa Profesa Justus W. Ntaliukwa, ni mwalimu pale UDOM. Na naibu katibu mkuu katika Wizara ya Nishati na Madini
atakuwa Profesa James Epifani Mdoe. Lakini pia itakuwa na naibu katibu mkuu mwingine anaitwa Dr. Paulina Paranjo. Kwa hiyo Wizara ya Nishati na Madini inakuwa na katibu mkuu mmoja na inakuwa na manaibu katibu wakuu wawili ambao ni Profesa James Epifani Mdoe pamoja na Dr. Paulina Paranjo. Wizara ya Katiba na Sheria, katibu mkuu atakuwa Profesa Sifun Mchome na itakuwa na manaibu katibu wakuu wawili ambao ni Susan Paulo Mlawi na Amon Mpanju. Kwa hiyo katibu mkuu mmoja na manaibu katibu wakuu wawili. Manaibu katibu wakuu kama nilivyosema ni Susan Paulo Mlawi pamoja na Amon Mpanju. Wizara ya Mambo ya Ndani, katibu mkuu atakuwa Judge Major General P.A. Lwegasira. Na katika wizara hiyo ya mambo ya ndani, naibu katibu mkuu atakuwa Balozi Hassan Simba Yahaya. Wizara ya Fedha na Mipango, katibu mkuu atakuwa Dr. Likwilile na manaibu katibu wakuu watakuwa watatu. Atakuwa Mrs. Dorothy Mwanyika, James Doto na Amina Hamisi Shabani. Wizara ya Nje, Afrika Mashariki, Kikanda na Kimataifa, katibu mkuu atakuwa Dr. Aziz Mulima na naibu katibu mkuu atakuwa Balozi Mwinyi. Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, katibu mkuu atakuwa Job Masima na naibu katibu mkuu atakuwa Emakurata Peter Ngware. Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, katibu mkuu atakuwa Dr. Yamungu Kayandabira na naibu katibu mkuu atakuwa Dr. Moses Kusiruka. Alikuwa kamishna wa Wizara ya Ardhi nafikiri, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Wizara ya Maliasili na Utalii, katibu mkuu atakuwa Major General G.S. Miranzi. Na nafikiri huko ndio watapambana vizuri na majangili huko. Na huyo ni mtaalamu wa infantry. Kwa hiyo Wizara ya Maliasili na Utalii, katibu mkuu ni Major General G.S. Miranzi. Na naibu katibu mkuu atakuwa Angelina Madete. Wizara ya Viwanda, Biashara na Uwekezaji, katibu mkuu atakuwa Dr. Adelina James Meru. Yeye atashughulikia masuala ya viwanda. Katibu mkuu mwingine atakuwa Profesa Adolf Mkenda. Yeye atashughulikia biashara na uwekezaji. Na naibu katibu mkuu atakuwa Engineer Joel Marongo. Wizara ya Elimu, Sayansi, Teknolojia na Ufundi, katibu mkuu atakuwa Maimuna Tarishi. Na manaibu katibu wakuu watakuwa wawili, Profesa Simon S. Masanjira na Dr. Leonard Akwirapu. Hao ni manaibu katibu wakuu. Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto atakuwa Dr. Mpoki Ulisubisia
atakayeshughulikia afya, na katibu mkuu mwingine atakuwa Sihaba Mkinga atakayeshughulikia hayo maendeleo ya jamii, jinsia. Kwa hiyo patakuwa na makatibu wakuu wawili, hakuna manaibu. Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, katibu mkuu amebaki yule yule Profesa Arisante Ore Gabrieli Morel, na naibu katibu mkuu atakuwa Nuru Harufani Mulisho. Wizara ya Maji na Umwagiliaji, katibu mkuu atakuwa Injinia Mbogo Futakamba, na naibu katibu mkuu atakuwa Karobero Emmanuel, engineer. Lakini pia katika mabadiliko ambayo tumeyafanya, tulikuwa na acting deputy commissioner aliyekuwa anaitwa Rusekero Mwaseba, atapangiwa kazi nyingine, na nafasi yake ya Rusekero Mwaseba itachukuliwa na Maswi Eliakim. Kwa hiyo acting deputy commissioner atakayekuwa na act general wa TRA atakuwa Eliakim Maswi. Kwa hiyo watasaidiana na naye act mwingine commissioner general ndugu Kidata. Kwa hiyo huyo Rusekero, nafasi ya Rusekero Mwaseba nayo nimeitengua, tumempa Eliakim Maswi, na huyo Mwaseba na wale wengine ambao hawakutajwa hapo waliokuwa makatibu wakuu na manaibu katibu wakuu, tutaangalia, tutawapangia nafasi nyingine kadiri zitakavyokuwa zinapatikana. Ninawashukuru, nawatakia heri ya mwaka mpya.